Chini ya mwavuli wa Sauti ya Waumini wameonya kuwa matukio ya wahuni nchini katika mikutano ya kisiasa yanaweza kulipelekea taifa la Kenya kukosa amani. Aidha, wamezitaka asasi za kiusalama kuwajibika katika kuwakamata wote wanaohusika kama njia ya kurejesha amani na kuhakikishia Wakenya usalama wao. Kwa wakati ambao vurugu na uwepo wa wahuni katika mikutano ya kisiasa imekuwa ikishuhudiwa nchini, matukio hayo yakiwa ya kutamausha na kuweka taifa katika njia panda kuhusu usalama wa kitaifa na kutekelezwa kwa wajibu wa kulinda wananchi na maafisa wa polisi. Visa hivi vimeendelea kushutumiwa na viongozi tofauti, viongozi wa kidini chini ya muungano wa Sauti ya Waumini, wakionya kuwa matukio hayo yanaweza kusababisha maafa mengi nchini, kwani joto la kisiasa linazidi kupanda kila kuchao. Believers' Voice for Global Impact strongly condemns the use of criminal gangs or hired goons to intimidate opponents, disrupt public gatherings, or threaten innocent citizens. Viongozi hawa wakishikilia kuwa ni jukumu la kila kiongozi licha ya mrengo wake wa kisiasa kulinda amani ya taifa la Kenya, wakiweka wazi kuwa migawanyiko ya kisiasa inapaswa kusuluhishwa kupitia mazungumzo. Nihakikishe mahali nimepanga mkutano hakuna vurugu, hakuna kupigana, hakuna kuuana, hakuna umwagaji wa damu. Yaani tunasema ile damu imemwagika Kenya, enough is enough. And we have to speak for peace. We also call upon all political leaders, regardless of party affiliations, to reject violence and exercise leadership marked by integrity, wisdom, and respect of the rule of law. Our political differences should be resolved through dialogue, democratic institutions, and peaceful engagement, but not through intimidation or force. Aidha, wamezitaka asasi za kiusalama kuhakikisha kuwa wanatekeleza wajibu wao bila mapendeleo, wakisema kuwa ni jukumu lao la kuhakikisha kuwa kuna usalama na uridhiano nchini, wakiwataka wanaotumia wahuni kukamatwa. Polisi ndio maana tunasema ni utumishi kwa wote. Kama ni utumishi kwa wote, wa upinzani wakifanya mikutano zao, tuhakikisha kwamba kuna amani, kusikue na vurugu. Na kama ni watu individual ambao ama watu binafsi ambao wanahusika katika vitendo kama hivyo vya kuweza kulipa watu waende kusababisha fujo ama kuweza kuua wengine, watu kama hao waweze kuchukuliwa hatua kwa haraka. Justice must be applied fairly, without fear, favor, or political bias. Impartial enforcement of the law strengthen public confidence and protect our democracy. Mary Kyalo, Undugu TV.